Leo ningependa kuongea jambo ambalo nimelipa kichwa ya kwamba ruling over territorial limits. Ruling over territorial limits. Kwa sababu hilo ni neno la Kiingereza, naweza jaribu kulitafsiri katika lugha ya Kiswahili ambao tunaweza sema ni kutawala mipaka tuliyowekewa. Kutawala mipaka tuliyowekewa. Najua Kiswahili maneno yake inaweka kitu maji kuliko Kiingereza, lakini Kiingereza ina uzito mwingi sana. Na leo nataka kufundisha, kwa hivyo nitaenda taratibu sana. Tatumia lugha ambayo tunaweza kuelewana na kila mmoja, ili kila mmoja baada ya somo hili aweze kusaidika, aweze kubarikiwa na aweze kutoka hapa akiwa pia na changamoto kwa sababu ya neno la Bwana. Nimesema ya kwamba maneno matatu ambayo ya katika ujumbe wangu nataka kuyatafsiri kidogo. Definition yake nataka kusema kwamba tuko na maneno matatu yale yako na uzito katika ujumbe ninaoongea. Neno la kwanza, it's all about the ruling. Kutawala. Nimesema kwa Kiswahili ni kutawala. Kwa hivyo tunaposema ruling ni kutawala. Kutawala ni nini? Ni kuwa juu ya kitu, ni kuwa na mamlaka juu ya kitu, ni kuwa na usemi juu ya kitu. Kama saa hii nchi yetu ya Kenya tuko na ruler ambaye ni mheshimiwa wetu President Ruto. Anatawala nchi yetu ya Kenya, lakini tunaona katiba ya sasa imempunguzia rais mamlaka kidogo ya kutawala, kwa sababu kuna vitu sasa kama president hawezi kufanya. Wakati wa hayati Mzee Moi ilikuwa kama ni jamhuri ama ni Madaraka Day, hakuna mtu ungekuta kwa barabara. Kuna zile Land Rover ambazo zilikuwa zinapita, ukipatikana barabarani unapelekwa police station. Unafanya nini wakati tunaadhimisha sherehe ya Madaraka katika uwanja fulani? Kila duka ilikuwa inawekwa bendera. Ilikuwa hata mkiwa jikoni mnapika, ni ngumu sana kutaja Moi hata ukiwa jikoni kwako. Chief amekuja kwako na ile fimbo yake aelekeze mbuzi yako ili ambegu, aseme nataka hii, na imfuate akiondoka hapo bila maswali. Chief amekuja kwa baba ya ndugu Joshua aelekeze msichana wake, binti yake amwelekeze fimbo ya kwamba huyu nataka awe mke wangu wa pili. Kuanzia hapo huyo binti ujue hakuna maswali. Ameenda na nani? Ameenda na chief. Lakini leo hii ajaribu kukanyaga kwa ngoma ya mtu ya buzi, akiwa anaenda kuchukua buzi, nafikiri kutaharibika. Kwa hiyo tunaposema baada ya utawala, simaanishi utawala ambao uko na mashindano ama uko na pingamizi. Naongea utawala mtu aliyepewa mamlaka, aliyepewa uwezo, aliyepewa usemi ya kwamba yeye ndiye kusema. So tunapoongea habari ya kutawala, ni kutawala. Yesu alisema ya kwamba nimewapa mamlaka kutembea juu ya nge na nyoka na hizo vitu vyote nimewapa mamlaka. Kwa hivyo unapopewa mamlaka unatawala. Neno la pili ambalo tunaliona pale ni territorial. Mipaka, there are those boundaries. Kuna mipaka imewekwa. Kama saa hii, kama ni shamba ya kanisa iko na
kwa jirani, kwa sababu pale kwa jirani ako na cheti yake na amemiliki hiyo sehemu. Kwa hivyo huwezi enda kugusa pale. Kwa hivyo tunapokea habari ya mipaka ni kwamba kuna sehemu imewekwa ya kwamba hawezi kuvuka, hawezi kupita. Na neno la tatu ni limits. Nimesema kwa Kiswahili ni kwamba usikoweza kuvuka, usikoweza kuvuka. A limit ni kama vile gari lisemekana ziwekwe speed governor, na wengine wenu mmekuwa mkiona magari kama ni magari haya makubwa hapa juu ikiwa imeandikwa 80 ph, ni kumaanisha kwa hiyo gari inastahili liende 80 km/h, na ile speed governor ikiwekwa kwa gari likienda likifika 80, hata kama lijafika 80 kabisa, likifika 79 linaanza kutoa alarm, kusema ya kwamba unakaribia your limit, unakaribia mahali ambapo haustahili kuvuka. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu nataka kuwa mwembamba kidogo, shetani anajua uwezo ambao Mungu ameweka ndani yetu. The devil knows. Kama kuna vitu shetani hujua kwa kimbele na hujua vizuri sana, ni kujua hatima yetu, your destiny. The devil is very much aware, na ndio sababu naona ya kwamba kile shetani atafanya siku zote kwa bidii sana ni kuzuia wewe usije ukaenda kufikia hatima yako. Na hakuna mtu ambaye maisha yake baadaye atawekewa maisha mazuri. Sisi sote Mungu anatuwekea maisha mazuri. Sisi sote Mungu anatuangalia maisha ya kesho mazuri. Kwa Mungu hakuna makusudi eti kwamba huyu ni wa kuomba unga, huyu ni wa kwenda, hakuna. Sisi sote Mungu anatuweka na akatuwekea maisha ya pekee baadaye. Sijui nifanye nini ndio hili jambo liingie katika mioyo yetu. Mungu anaishi na mwanzo wako, anaishi na mahali ulipo, anaishi na ulitokea wapi. Kitu kinachobadilisha Mungu siku baada ya nyingine ni kwamba ufunguke macho uweze kujielewa, kwa sababu uweze kufikia hatima yako kwa sababu ya Mungu peke yake. Mungu anafanya kazi in partnership. In partnership. Na nilifundisha hapa siku ile ingine nikasema ya kwamba tuna mti wa mema na mabaya ambao Adamu alikula pale katika shamba la Edeni, ili tuletea shida mengi sana ya kwamba kuanzia pale Mungu akasema sitasumbuana na mwanadamu tena. That is Genesis chapter 6 verse 3. Mwanzo 6 mstari wa 3. Hivi naweka msingi na ni Mungu anisaidie, lakini nitakimbia tu. Mimi ni dereva mzuri, nitaweka speed nikifika hapo mbele ili kukompensate ule muda nitakuwa nimetumia mwingi sana. Nisome hilo andiko katika hali ya kuweka msingi wangu. Mwanzo mlango wa 6 mstari wa 3. Bwana akasema, roho yangu haitashindana na wanadamu milele, kwa kuwa yeye naye ni nyama, basi siku zote zitakuwa 120. Lakini Mungu akampa ushirika
linafanyika. Anataka wewe na yeye mshirikiane, na hapa ndipo shida zinatokea. Tunapata watu ambao wanamalizia wakiwa watu bure, si kwamba walipata wakamalizia wakiwa mtu bure. Tunaona watu wanakufa vifo kama kile kifo cha Abna, kifo cha ujinga, si kwa sababu Mungu alitaka ufe kifo cha aina hiyo, lakini anatembea na wewe kulingana na maamuzi yako, kulingana na kupenda kwako, kulingana na kile umekusudia. Haya mambo yatasemwa Jamhuri Day, haya mambo yatasemwa na mkutano wa chifu, haya mambo tutayasema kanisani. Na nilisema usione mtoto amefanikiwa utaanza kusema unajua yule ni wa pasta. Hakuna cha yule ni wa pasta, hakuna cha yule ni wa pasta. Na nilipeana mfano hapa siku ile ingine, nikasema watoto wangu nilianza kutandika kabla hawajajua kutembea. Hakuna mtoto wangu analilianga bure, akishaanza kuketi chini kwenda kuanza kutembea, tunakuta mtoto analia, analilia bure, labda anasaidiwa na sababu. Na tumekuwa namna hiyo, na ndio sababu hata uje kwa nyumba yangu huwezi kuta mtoto anasema ya kwamba mimi nataka kuketi pale. Yaani ndugu Mandime amenitembelea ameketi pale, unakuta kitoto kiko hapa kababa kanainuka na kaanza kusema nataka kukaa pale, nataka kukaa hapo. Lakini ndugu Mandime mtumishi wa Bwana anaambiwa ondokee hapo, huyu naye anapenda kusumbua. Ni sawa, mwondokee na wewe pia atakuondoa duniani. Wacha ondokee, sini mamlaka unampa, sini usemi unampa, si unampa nafasi ambayo si yake. Ni kama baba fulani unajenga ndani yake. Kwa hivyo tulipigana kabla tujajua kutembea vizuri. Siku hizi hatupigana kwa sababu tulishika nayo. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana mwingine ananiumia ulimi pale. Bwana asifiwe. Haleluya. Hata ile kitu alifanya hapo sikumpiga. Unajua ile alifanya sikumpiga. Alienda kafunga kifungo ya nyumbani. Akaambiwa sababu ni brain inapanuka sana, sababu ya ukikimbia huko nje usionekane nje ya gate bila kutumwa na baba ama mama. Najua pia kusi wakati wote unatandika mtoto. Ukitandika mtoto sana unamfanya kuwa sugu. Kwa hivyo mambo mengine unambalance. Yaani kama kuna watu wanahitaji hekima ya Mungu ni wazazi. Bwana asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Mungu anasema sitashindana na mwanadamu, na kuanzia hapo mpaka leo hii Mungu ashindanaji na mwanadamu. Sasa shetani anajua hatima ya mwanadamu iliyowekwa mbele zake, na siku zote anang'ang'ana kugeuza hiyo hatima mwanadamu asiifikie. Anang'ang'ana usiku na mchana, nitafanya nini niweze kumdivert, nitafanya nini nimlemaze asifikie hatima yake. Na ndio sababu ninaamini kanisa hili hakuna maskini. Amen. Hakuna maskini. Amen. Mtu akija hapa kusema kwamba anapeana mazawadi kwa maskini, basi washirika wetu hawaendi. Siku moja mheshimiwa mbunge akaja akapanga watu laini pale na wapa ile 100 wakati wa kampeni. Mke wangu anafurutwa na mama jo. Aingizwa kwa laini kambi ya mtu wangu kalia kitu. Bwana asifiwe sana. Siye ni dhambi, sijasema ni mbaya. Si mheshimiwa anapatia watu pesa. Lakini kama twende. Haleluya. Hata amekuwa mke wa kushindana na mimi, unajua angesema hii 100 siiachi. Lakini nami nilikuwa radhi aache hiyo 100 niende mpya hata kama ni 500. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kanisa hili hatuna maskini, na kama kunaye yuko hapo ambaye ako na dhamira ya kuamini ya kwamba wewe ni maskini na wakukombolewa kwa jina la Yesu, ya kwamba wewe si maskini, unaweza kuonewa kwa ukosefu, lakini neno la Bwana na mafundisho haya yanakutoa katika ukiwa, inakupeleka kwa vitu. Baada unajua, wacheni niwaambie, ukienda kuchunguza wale watu ambao ni maskini
na watu ambao wanaamini ya kwamba ni maskini, utakuta kuna kasababu ambapo kamemkwamisha hapa katika umaskini. Bwana asifiwe sana. Hivyo na kanisani, nataka niwaambie, tukiendelea tukiadhimisha sherehe yetu ya anniversary ya miaka 7, kama bado utakuwa maskini ndani ya nyumba hii, jichunguze sana, jichunguze sana, kwa sababu ninajua kuanzia Januari ya mwaka ujao, kuanzia maombi yetu ya siku 21, ninaisha kwamba mimi itafunguka, ninaisha kwamba watu watabarikiwa, ninaisha kwamba milango itafunguka. Nyumba hii hakutabakia na masikini, kwa sababu kuna mvua ya baraka itakayoshuka. Kama uamini, mimi niko na imani. Mimi ninajua yule Mungu ambaye ametubeba mpaka mahali tumefika. Si kwa sababu sadaka zetu ni nyingi sana, si kwa sababu tuna mapato mengi sana, si kwa sababu mimi niko na ushawishi mkubwa sana kuliko wale wachungaji wa kumwatate. Mtu anakuambia kanisa hili liko hapa miaka 10 na kuna washirika 6. Mwingine alisimama kwa matanga juzi pale Singira pale ngambo ile pale kwa Daudi kiingia hivyo, akakemea, akakaa kama anakemea wachungaji, na akasema mimi ni mhubiri wa Injili na usinione hivyo, niko na washirika 5. Watu wakapiga kelele, watu wakashangilia zaidi. Yakoba kuna washirika wangapi? Washirika 5. Lakini mimi yale maono niko nayo, na ule mwito niko nao, na ile destiny niko nayo, sio 5. Bwana asifiwe sana. Sio watu 5. Kama usikii kusema amen, sema amen. Sio watu 5. This is a generational revival. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Na uende kawa usiwe na mchungaji mwingine mwataje atapigwa vita kama mimi. Uende usiwe na mchungaji mwingine mwataje atapitia mapito kama yangu, kwa sababu I am fearfully and wonderfully made. Niko na mwito. Niko na mwito. Mwatate bado injili itahubiriwa. Mwatate bado washirika wako hivi. Sio kama mnanielewa. Sijui kama mnanielewa. Mtu asikwambia kwamba siku hizi hata ukifungua kanisa, hata kanisa unaona washirika si wengi, siku hizi washirika wako kwa makanisa. Mimi hata sina haja na wale wako kwa makanisa za watu, lakini nakwambia washirika wako hivi. Bwana tuwe sifa. Sikuwa nimepanga hiyo, lakini ni sawa sawa. Nataka nikuonyeshe baadhi ya watu ambao shetani alijua mwanzo, akajua mpaki kinauli yao, akajua wengine wamebeba, akajua kule wanaenda, na akaingiza mikono yake, akamaliza hiyo destiny, akaharibu hiyo destiny. Tuanze na mmoja ambaye mnamjua sana, mnamjua kabisa, anaitwa Adam. Mungu alimuumba ili akaungane na the Trinity. The Trinity ni kumaanisha kwamba kuna Mungu Baba, kuna Mungu Mwana, kuna Mungu Roho, alafu kuna mwingine hapa ambaye anaitwa Bwana. Hii ni kamati moja. This is one committee. Roho, Mwana, Baba na mwanadamu. Ambao walikuwa waishi pamoja, wafanye kazi pamoja, wawe katika kiwango kimoja, hata kama si kiwango kimoja, sababu Roho na Mwana wanaheshimu Mungu Baba, kuna utaratibu. Lakini Mungu yuko mwanadamu, akasema na tumuumbe mwanadamu kwa mfano wetu. That is Genesis chapter 1 verse 26. In our own image and likeness. Mwanzo mlango wa 1 mstari wa 26. Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa juu ya nchi. Nashindana
kuingia ili haribu ile destiny ya wanadamu. Mungu aliweka akaiharibu. Wa pili ni Abraham. Ibrahimu alibeba baraka zote, akabeba kila kitu, akabeba baraka. Na pia Abrahamu, jambo la pili, alikuwa mtu wa kutoa dhabihu. He was a sacrificial man. Alikuwa mtu ambaye alitokea kwa familia ambaye babake Tera, nikikumbushe babake Abrahamu alikuwa anaitwa nani? Babake Tera, Biblia inasema alikuwa mtu wa miungu, alikuwa mtu wa kutoa kafara. Every time utasikia mtu anaabudu miungu, nataka uelewe mtu wa madhabihu. So Abrahamu alikuwa mtu wa dhabihu, alikuwa mtu wa dhabihu, alikuwa mtu wa kuabudu, alitoka katika misingi ya kuabudu. Sijui kama niwapatie mtu mwingine hapa tuongea, pia tutakosa kuongea mambo ya Musa. Musa alikuwa mtu ambaye aliitwa na Mungu, akazaliwa na kusudi la Bwana, akazaliwa na sababu. Mungu alimpatia mamlaka ya ajabu ya kwamba wewe utakuwa kama Mungu kwa wana wa Israeli. Na kama mwelewi ama kama kuna mtu elewi, Musa alikuwa kwa nafasi ya Mungu, alikuwa kwa nafasi ya nabii. Kwa hivyo Musa hakuwa anaongea Waisraeli direct, alikuwa anaongea Waisraeli kupitia nabii ambaye ni Haruni. He was a great man of God. Lakini akazaliwa wakati ambao Farao anaua kila mtoto wa kiume, ingawa lazima ende akafichwe kule kwa mto. Na nafikiri walipatikana na limuja. Unajua si mambo yote yaliandikwa. Ile kigugumizi ya Musa nafikiri ilitokea pale mtoni pale. Wewe unafikiri alikaa pale ile baridi pale? Alikaa pale. Sasa hatuwezi kuandikiwa akashikwa na limunia, akashikwa na kigugumizi. Basi andikwa kuna mengine haikuandikwa. Lakini mtu aliyebeba hatima kubwa, mtu aliyebeba. Lakini akazaliwa wakati ambao watoto wanauliwa, mpaka anaenda kufichwa kwa mto. Yesu wao ametoka mbinguni, ametoka kwa Mungu, na ni Mungu amekuja na mission ya ukombozi, lakini anazaliwa wakati watoto wengine wanauliwa. Shetani anakuanga na mikakati, na wacha tuseme mkweli, shetani anakuanga na mikakati, na lazima Bwana tusaidie, lazima tunyenyekee kwa Bwana kama tunataka kutawala mipaka tuliyowekewa. Nataka kusema lazima tuwe na mikakati. Biblia inasema kwamba when the devil comes like a flood, the spirit of the Lord shall raise our standard. The spirit of the Lord will raise our standard. Atatusukuma kuomba, atatusukuma kufunga, atatusukuma kufanya na lile lingine, ili tukainua standard zetu. Tukiinua standard zetu tunamtoa, tunamuoga, tunakuwa juu yake. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. The devil will always fight against your destiny. The Bible says God, Biblia inasema kwamba Mungu ameweka hatima nzuri kwa kila mmoja. Wacha tutoke hapo. God can never be defeated by the devil, but God will always depend on your decision and your determination. Mungu hawezi kushindwa na shetani hata siku moja, lakini Mungu atafanya kazi na maamuzi yako. Yes. Maamuzi yako, your lifestyle, your decisions, your determinations. What kind of a character, ni tabia gani unajinulia? That behavior will work together with God for your victory. Bwana asifiwe sana. Kuna kitu nataka kuongea hapa. I want to speak about the five giants.
the 5 giants of limitations. Nataka niongee giants wanaitwaje na Kiswahili? Majitu. Nataka niongee baadhi ya majitu 5 wale ambao hufanya kazi katika kuwekewa mipaka yetu. Ya kwanza nimesema ni kwamba measuring your probabilities. Measuring your probabilities. Hiyo ni kumaanisha nini kwa Kiswahili? Kupimiwa uwezekano, kupima uwezekano. Kiswahili kingine nasema yamkini. Soma Kiswahili hapa ni coast. Ingekuwa ni ile maeneo ya Lale na Maua ningejua tumekwama, lakini hapa ni coast. Bwana asifiwe sana. Yaani kupima uwezekano wako. Praise the name of the Lord. Sometimes we are defeated. Wakati mwingi tunashindwa kutawala ile mipaka tumewekewa, na tunajikuta tunateseka tukiwa tumewekewa mipaka kwamba tuwezi kuvuka hapa na pale, kwa sababu ya jinsi tunavyojiona, ya kwa vile tunavyojielewa, kwa vile tunavyoona kwamba hatuwezi. Kile unachokiona kwamba mimi siwezi, adui amesimama mbele yako, anakutishia, anakuonyesha wewe si kitu, lakini wewe unakubaliana hiyo ya kwamba mimi siwezi. Hata watu wengine wanakosa kudansi hapa kwa ibada. Unajua ni kwa sababu gani? Anajiona, lakini mimi kweli nikidansi namna hii watu wananiona namna gani? Ama hata wewe unajiangalia mpaka unajishangaa. Mimi na dansi kanisani. Na unamalizwa na hiyo. Nilikuwa naambia mke wangu, kweli kanisa linakuwa kama ni akina Whiting anajidekua hapa, anadansi hapa, kweli kanisa linakuwa. Whiting hata kumsalimia hivi ilikuwa ni shida, hata kumwambia Bwana sifiwe, akwambia amen, ingekuwa ni. Angalia akina Lucy wanafanya asha. Amina. Kanisa linakuwa. Na tusione kama hatuendi mahali. Yule alikuwa na shetani ndiye anaona tu. Tunaenda mahali. Akina Elisha anafanya intercessory hapa ile ya Grandis. Tunaenda mahali. Bwana asifiwe sana. Na ninafurahia hiyo. Amen. Na ninapendezwa na hiyo. Siku ile nyingine Anthony hapa, Anthony yako wapi lakini? Yule Anthony ama ni Anthony hapa. Alikuwa miongoza ibada hapa. Wapendwa, tunaenda mahali. Amen. Na wakati mwingine unaweza angalia wale wa mama hapo hapa kanisani ukavunjika moyo. Kwa sababu wakati mwingine unajaribu kuwasukuma, unaona ni kama ile nilikuwa nasema, naambia kijana na lazima uende kanisani na yeye anakuongea. Lakini hawa vijana saa hii wanaleta sura ya kwamba hii kanisa kesho, hata mchungaji asipokuwepo, kuna mtu atasimama wili. Hata kanisa asipokuwepo, only intercessor, kuna mtu ataongoza intercessor. Now, Waisraeli tukiwa katika pointi hii ya kwamba measuring probabilities. Kama Waisraeli wale wanaume wawili ambaye ni Joshua na Caleb, kama wangeangalia wale majitu na waone vile wengine waliona, wangeona kutowezekana kwa kuingia katika nchi ambayo Bwana aliwaahidia. Lakini walipoangalia waliona kwamba waliona nini? Waliona kwamba si wawili, wacha niputi vile hivi. Joshua na Caleb waliona ile ni mikate yetu, they are blessed. Lakini wale 10 waliona ya kwamba sisi ni kama panzi mbele ya wale majitu. Bwana asifiwe sana. Lakini Joshua na Caleb hawakuona namna hiyo. Waliona ya kwamba sisi wale ni mikate yetu, tutawafanya vile tunataka, tutawapiga, tutawamaliza, kwa sababu wale ni mikate yetu.
ni kama panzi mbele ya wale kitu, na hiyo ikasababisha wakarudi nyuma. Hiyo ikasababisha wakaona ya kwamba hatuwezi. Wacha tusome the book of Deuteronomy 7 verse 17 to 20. Deuteronomy 7:17 to 20. Mlango wa 7 mstari wa 17. Nawe kama wakisema moyoni mwao, mataifa haya mengi kunipita mimi, nitawatoa katika nchi yao, mpaka shashi. Usiwaogope. Kumbuka sasa Bwana Mungu wako alivyofanya Farao na Misri yote. Uyakumbuke hayo na yale makuu yaliyoyaona macho yako, na hizo ishara na maajabu na mkono wa nguvu na mkono ulionyooka aliyokutolea nchi ya Bwana Mungu wako, ndivyo atakavyofanya Bwana Mungu wako mataifa yote unaowaogopa. Tena kama Mungu wako atampendeza hao kati yao, hata hao watakaosanya hao wafichao waangamie mbele zao. Biblia inasema Mungu anauliza, nawe ukisema moyoni mwako, mataifa haya ni mengi kunipita mimi, nitawatoaje katika nchi yao? Bwana asifiwe sana. Kuna watu wanaishi ndani yetu, kuna sauti zinaishi ndani yetu, kuna tabia ambazo zinaishi ndani yetu, kuna mawazo ambayo yanaishi ndani yetu, na yanategemea mtazamo wako, yanategemea maamuzi yako, yanategemea kile unachokiamini towards your enemies. Kama tungesikiza kile watu wanasema katika mji huu, hatungekuwa hapa siku ya leo, hatungekuwa na nyumba kama ile tuko nayo leo, hatungekuwa na washirika tulio nao leo, kwa sababu everything ilikuwa inaongea kinyume. Hao wachungaji ambao wangenitia moyo walikuwa wananiambia ya kwamba mapepo ya wachawi wataelezeka mtu kwa jeneza, na hakuna mtu angependa kuwepo kwa jeneza. Lakini tulipuuza kile ambacho kinasemwa, tulipuuza kile ambacho tunasikia, na tukaamini ya kwamba tunaweza, tukaamini ya kwamba tuko na nguvu, tukaamini ya kwamba Mungu wetu anaweza kutupatia mji huu. Na leo tunapoongea tukiwa hapa ni kwamba Bwana anaendelea kutupatia miliki ya mji huu. Haleluya. Nikisema miliki nasema hivyo kwa sababu sahihi kienda kuhesabu zile jamii zimewakilishwa hapa ni percentage kubwa sana. Ingia kwa familia moja baada ya nyingine katika mji wa Mwachamu utakuta kwamba zimewakilishwa hapa. Na tulisema mapepo hayakai kwa shamba, hayakai kwa pori, yanakaa kwa akili. Kwa hivyo tuko na akili hapa ambazo tunazifanyia deliverance, ambazo tunaziunganisha kama zile mbwaya za Samson. Kwa hivyo wakitoka hapa wanaenda wakiwa wakilishi wetu katika hizo familia, wanaenda na ile nguvu ya sanduku la agano katika hizo familia. Bwana asifiwe. Hata tusishike wawili, hata tusishike watatu, tupate moja tu, tunamtuma katika hizo familia akiwa na nguvu ya ukombozi. Haleluya. Na anga ya Mwachamu inatambua kufikia sasa, inaelewa ya kwamba hata ikijigeuza inajigeuza. By the way, nashukuru Mungu kwa wale ambao dada yetu alitokea kusema ya kwamba tupunguze mawe kwa mchungaji, tupunguze mawe. Wapendwa, hii Mwachamu hata ingekuwa ni kuwekwa kwa jeneza, wacha sasa vituko vingi, wacha mambo mengi, ingekuwa ya kwamba uwekwe kwa jeneza. Kuna mchungaji mmoja alijidai hapa Mwachamu ya kwamba na kati ya mimi anaweza, na kweli akasimama kidete. Alimalizia jela. Alipotoka jela hakuwa na usemi tena katika mji wa Mwachamu. Alimalizia jela.
Wale mnanielewa? Kwa hivyo mikakati ya ufalme wa giza iko radhi hata kuweka mtu kwa gereza na hiyo isiachilie. Mungu anauliza, kama wewe ukisema moyoni mwako mataifa haya ni mengi, mataifa haya ni makubwa, mataifa haya yako na nguvu kunipita mimi, nitawatoaje katika miliki yao? Hebu niilete hivi. Zile madhabahu ziko Mwachagu ambazo zinapingana na Mwachagu hazikuja zenyewe, zililetwa na zikakabidhiwa mji. Sijui kama mnanielewa. Zililetwa na zikakabidhiwa mji. Walikuwa wanaitwa madaktari, lakini si madaktari, ni waganga na wachawi, na zikachinjiwa, damu ikamwagika, wakaweka agano ya kwamba hapa ni kweli. Hapa ni kweli. Na wale ambao mnaona waganga wakiitwa na kuchinja, damu inamwagika, wewe usielewe kile kimefanyika saa hiyo. Hebu niongee, acha niongee, mtu asinishike bro. Wale watu mnaona waganga wakiitwa kwa ngoma zenu na kunachinjwa, damu inamwagika, wewe usione kile kimefanyika saa hiyo, lakini katika ulimwengu wa giza ni agano limewekwa, na hiyo agano ni miliki ambayo inapewa nguvu za giza, zikiambiwa ya kwamba hapa ni kweli. Sasa ngojea kesho na kesho kutwa, ngojea miaka ijayo, ngojea baadaye, utakuwa unajaribu kutoa pepo, inakataa, kwa sababu hapo ni kwake, na ilipewa na mwenye ngoma, haikupewa na mpitaji, haikupewa na mjere, ilipewa na mwenyeji. Mwenye ngoma ndiye aliipatia makaa. Sasa wewe umekuja baadaye, unakuja kuiambia kitu gani? That's why unaona kwamba generational curses na obstacles na disasters, they are very stubborn. Kwa sababu wavuma hao, umetoka wapi wewe unakuja kuniambia nitoke? Na nilipewa hapa na mwenye ardhi, nilipewa hapa na mwenyewe. Inabidi ujikaze sana kushinda ile pepo na kuitoa. Inabidi ujifunge kiuno sana. Inabidi utoe sacrifices ambazo zitakazoongea na sauti iliyo juu kuliko zile zilitolewa. Inabidi utangaze agano jipya la damu ya Yesu na kifo na kufufuka kwa Yesu, ambapo kuko na nguvu kuliko kila madhabahu na kila agano lingine. Itabidi ujiambatanishe na Yesu, ili damu yake iko na sauti kubwa kuliko ile ilimwagika ya kondoo, ili ukapata kukombolewa. Hezi kombolewa kiulaini namna hii. Ndiposa Mungu anasema kwamba wewe ukisema mataifa haya ni makubwa, mataifa haya ni mazito, itawezekanaje? Yani nitawatoaje katika miliki yao? Nimemalizana na hiyo ya ekana. Tuje kwa hii ya intana, tuje kwa hii ya ndani. Wapendwa, ndani yetu pia kuna watu wanaishi ndani yetu, kuna madhabahu ziko ndani yetu, kuna watu wanaishi ndani yetu, kuna miliki ambazo, kuna maroho ambayo yako na miliki ndani yetu. Sijui niilete namna gani. Bwana asifiwe sana. Amen. Sijui niilete namna gani. Nikwambie kitu, kabla hujaokoka wewe ulikuwa umetawaliwa, ulikuwa possessed, ulikuwa umemilikiwa na tabia za babako, umemilikiwa na tabia za mamako, umemilikiwa na vitu ambavyo vilikumiliki wewe. Sasa baada ya kuokoka, unastahili usimame kando, uangaliane na zile tabia. Wale ni watu wanaishi ndani yako. Kuna familia zimeshikwa na wizi. Afadhali akikosa mtu wa kuibia, afadhali ajiibie, aipe pesa mkono huo, weke huu ukiwa kuna mtu anaona. Yaani hiyo roho ilidike.
ziko radhi ziue mmoja. Kama mnaendelea kuwa pamoja, ziko radhi ziue ili tokee singo, ili tokee singo tena, ziko radhi zifanye chochote. Wapendwa, kuna watu wanaishi ndani yetu na tumefika mahali ambapo tunasema ya kwamba unajua mimi nimeumbwa hivi, ni sawa. Unajua mimi nikikasirika hata hakuna mtu tunaweza patana. Unajua ni Mkristo anasema hivi, mimi nikikasirika hakuna mtu tunaweza patana. Wewe ukikasirika, hiyo hasira shetani anaitumia na hakikisha umeua mtu, ufungwe manyani, ufungwe shimo la teo. Kwani Musa amekataa kuingia Kanaani kwa sababu gani? Ni kwa sababu alitoka kwa kabila la Levi. Na Levi wakiwa na nani? Levi wakiwa na Simeoni. Wakati dada yao alitiwa mimba na wajamaa wa mataifa, wakatia dada yao mimba, kukawa hapa kutakuwa namna gani? Baba yao kama mzee akaachiwa na wazee wa kule wa yale mataifa, wakakubaliana hivi sasa hapa kumeenda namna hiyo, ili sasa tukubaliane na tusameane, ili jambo limefanyika. Vijana wenu wote katika hiyo kijiji yote wafanye nini? Watailiwe. Na kwa sababu ilikuwa ni kitu ambayo ilikuwa na uzito, basi kasemekana ni vijana watailiwe. Vijana wakaengetwa kijiji kizima. Levi na Simeoni wakatae wakati vijana ziwa kwa siku ya 3, sijui ni siku gani, na kuanga hatari sana. Siku ambayo huwa ya mwingi sana. Simeoni na Levi wakatae matawaonyesha. Amwezi kufanyia na Levi madhara hiyo. Wakachomoka Levi na Simeoni na mama. Wakaelekea vijana kijiji nzima wa Biblia inasema kijiji nzima ikawa imemuka kafundo. Wamaita tatata wameuliwa. Siku ya mwisho wakati baba anabariki watoto wake, akaita Levi na Simeoni akawaambia, mimi siwezi kushirikiana na Israeli. Mlienda kwa kijiji mkaua akamwambia siwezi kushirikiana na hiyo. Hiyo tayari ni madhabahu imetendeka. Hiyo tayari ni madhabahu imetendeka. Musa anaitwa na Mungu ambaye ndio mafunzo nimeeleza kwa hapa, ambaye Biblia inasema tumpole kama Musa. Hata leo hii tuko hapa Mwachagu, bado Mungu sidhani kama ameona mtu mpole kama Musa. Na usidhanie Musa alikuwa mdhaifu, alikuwa mnyonge. Musa alikuwa mtu mpole, alikuwa mtu ameitwa na Mungu, alikuwa mtu ako na kibali cha Mungu. Lakini shetani akajua ya kwamba uko na hiyo anointing yote, uko na huo upako wote, niko na kandi moja nitakayo kuchezea wewe. Akaingia ndani ya Waisraeli akiwa ameambiwa ongea na jiwe, akaenda na fimbo akiwa amepigiwa kelele. You know, sometimes one of the qualifications of a leader is to have a percentage ya dictatorship. Samahani. Kama kiongozi anastahili na kaudikteta wa kimpara. Bwana Yesu. Na ndio sababu nilifanyia Mheshimiwa Ruto kampeni sana ingie president, kwa sababu nilijua kuna percentage kwa kaunti. Percentage kaunti. Nilijua, lakini vile kalikuwa kadogo sana. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Lakini nilijua nchi hii inahitaji mtu ambaye anaweza rudisha hadhi ya ofisi ya president. Mtu ambaye anaweza kusimama na akasema ni hivi na twende namna hii. Lakini huo wembe naona hata mimi umenikata. Ni mzuri lakini umenikata hata mimi umeniumiza. Praise the name of the Lord. Musa akapigiwa kelele hapa na Waisraeli. Badala ya kuongea na jiwe vile aliambiwa na Mungu, akaja na fimbo, akatandika jiwe pa. Alipotandika jiwe lile ambalo aliambiwa ongee nani, shetani akashuka akitembea kama Batista, kama John Cena. Akasema kandi yangu ya mwisho nimemalizana na wewe Musa. Musa, nimemalizana na wewe. Yaani shetani, sijui kama umewahi kuona mtu akiwa amepewa mshipi. Sijui wangapi wanaonanga ile restaurant, sijui wangapi.
John Cena amekuwa shabiki yangu sana, lakini juzi nimeona ametandikwa, nimeachana na yeye. Ametandikwa kalia sasa hii hata nikienda kuangalia nikiona ni anapigana siko na yeye tena. Lakini wakati wanapigana amekejeliwa, amepigana, sasa amepewa ule mshipi. Akainua namna hii, akageuza huku, kwani mnajidai nyinyi amuonangi hizo? Ni sawa, hata tukubaliane mimi nimeanguka peke yangu. Nyinyi mko juu. Bwana Yesu. Wakati umeona ndio mshipi pande hii anatembeanga hivi akisema mtajua mimi ni nani. Hivyo ndivyo shetani alishuka. Baada ya kuona kwamba amecheza kandi ya mwisho, Musa ametandika njiwe badala ya kuliongelesha. Ndio sababu unaona sometimes ukisikiza washirika saa ni kweli unastahili usikize kila mmoja, lakini wakati mwingine lazima uwe na engage. Unapima hii, unaona tukienda na hii tunaingia kwa shimo asubuhi. Unapima hii kile, unaona hii ni ya kunitoa kwa wema, hii ni ya kunikuta moyo, hii ni ya kunipeleka. Bwana sasa. Lakini Musa alipigiwa kelele mpaka akatandika jiwe. Na kutoka hapo Mungu naye akashuka. He is the just God. Ni Mungu wa haki. Kamwambia Musa, mwanangu mtumishi wako, haujaniheshimisha kwa watu. Nilikwambia ongea na jiwe, umelitandika. Baba, hebu panda kwa ule mlima. Kanaani utaiona kwa mbali, lakini hutafanya nini? Kuna watu wanakaa ndani yetu na si kupenda kwetu, lakini tulizaliwa kwa hiyo laini. Tulijikuta kwa hiyo laini. Tulijikuta kwa hiyo damu. Na hao watu, we must be very optimistic. Lazima tuwe very optimistic. Endelea kunicheka. Lakini kupeleka huko ili uongee kizuri kuliko kile naongea. Unajua hapa tuko na maajikekeza sasa. Bwana pesa. Lazima tuwe na mtazamo. We build a positive attitude. Ya lazima tujenge mtazamo wa ya kwamba hata kama nilizaliwa ndani ya hii familia, hakuna mtu ameolewa akasimama kwa ndoa, hii yangu itasimama. Amen. Hii yangu itasimama. Oh yes. Hii yangu itaendelea. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hata kama hakuna mtu kwa hii familia yetu alipeleka mtoto high school, wangu atasoma. Amen. Yes. Wewe unasikia dada pili anatoa ushuhuda hapa, unafikiria ni kitu kidogo. Wewe unafikiria ni kitu rahisi. Na hizi maisha zetu tutajua kali hizi za ukimbia. Na hata university ukitaka ataenda. Ataenda na atasoma na tutakuwa hapa akienda na akimaliza atatukuta hapa. Amen. The fire you see. Bwana asifiwe sana. Amen. Itakuwa wapi ndani? Uko hapa. Lazima Mungu akishika upande huu, mama akishika upande huu, na wewe ushike upande huu. Lakini mama sasa hata tukimchangia milioni tumwambie hiyo ni alita. Na Mungu naye anasema uende mpaka upate degree. Na wewe ukijiweka namna hii kama makandamia ama ukwani, utapata degree kweli? Mwambie huyu aondoke hapa ninakuhubiria. Na wewe ondoka hapa ninakuhubiria alita. Toka nasumbua. Bwana asifiwe. Kwa hiyo I'm saying, ninasema ya kwamba lazima tujue kuna maadui wanaishi ndani yetu. Na lazima tuwe tayari, tuwe na mitazamo ya kwamba hawa hawawezi kunishinda, hawa nitashinda. Oh yes. Hawa nitashinda. Yes. Mapendo nayapitianga kama ni mimi niliangukiwa na shetani peke yangu. Bwana asifiwe sana. Lakini kitu moja huwezi kuniambia ni kwamba mimi nimeshindwa. Hiyo huwezi niambia. Bwana asifiwe sana. Jana nimeenda kwa mtu mmoja nikamsalimia. Habari zenu. Tukisema mnaendelea vizuri. Pale pale tulikuwa naenda nyumbani baada ya kupeleka ile gari ya watu nilikuwa nayo. Nikamwambia hapa mlinisahau, mimi ndio naitwa Hosea Gicho. Sasa wao najua vile wamenipiga piga. Mpaka hapana bwana, sisi tunajua wewe ni pastor. Nikamwambia good. Sasa mimi ni mchungaji bwana. Na si mchungaji wa kupewa kabisa.
Si mchungaji wa mimi mchungaji na mwito Bwana. Bwana asifiwe sana. Na ndio msimamo wangu. Hapo nipake ya ng'ombe, ile kinyesi ya ng'ombe pande hii, nipake ile nyingine pande hii, nipake ya wanadamu huku. Nataka nikwambie mimi ni mchungaji. Na mwisho wangu utatimiza watate. Haleluya. Mwisho wangu utatimiza watate. Kesho yangu Bwana atakatoa ushuhuda wangu. Unajua sikia nikwambie, Musa wakati anaenda kutumika na Mungu alikuwa ametoka kuua. Wachana na hiyo laini. Wakati Musa anaona kichaka inachomeka, anaambiwa usikaribie hapo, toa viatu. Na ndio hapo makanisa mengine sasa, dini zingine zilianza kutoa viatu vikiingia, kwa sababu hapo nakaribia ni patakatifu. Sasa kwani nyinyi nyote mmeua kama Musa? Lakini niwaambia Wakorino kule Kirinyaga hiyo tabia wameacha. Baada ya viatu kuacha kwa mlango vikabebwa na jamaa na dunia. Kwanza hapo ikabidi wafundishwe kilazima. Bwana asifiwe sana. Musa akakuta Mwisraeli anapigana na Misri. Musa akasema nitakuonyesha, akakamata Misri. Kavunja shingo. Na jamaa kafa. Musa na ujue alikuwa pia na bidii. Mungu hajataka watu ambao hawana bidii. Musa alikuwa na bidii. Akachimba mara moja na akabandika ile Misri na kazika. Na hapo ndipo anaenda kukutana na kichaka kifanya nini? Amen. Usijalishwe na jana. Hebu jalishwe na leo na kule unaenda. Haleluya. Usijalishwe na leo. Hiyo walianza kumshika mkono wakimwangusha, wakimwambia Yesu anafanya nini? Wanadamu ni kiteugeu kuliko kamilioni, kuliko kinyonga. Ni kinyonga ama ni mnyama gani? Kinyonga. Leo wanakupaka kila kitu, wanakupaka kila kitu. Kesho wanaanza kusema mimi ile maombi nasikiange naomba na huyu mchungaji. Amen. Wewe usijalishwe na usivunjwe moyo na jana. Oh yes. Wewe jalishwe na kesho. Amina. Kesho yako iko namna gani? Praise the name of the Lord. Nimekwama hapo sana na muda wetu si mwingi sana. God did not even depend on his size to overcome the giants. Mungu angalii udhaifu wako uko na uwezo kiasi gani, na ili ajue kana kwamba utapambana na lile giant, lakini Mungu uangalia kile kiko ndani yako. Waisraeli walipofika mahali ya Shamu, walianza kuangalia wale maadui wanatoka na nyuma na kuuliza Musa, kwani kule kuko na makaburi ziko hapo, tumekuja kuuliwa hapa? Wakati wanaangalia bahari ya Shamu. Lakini Mungu alikuwa haoni jeshi. Mungu alikuwa haoni jeshi. Mungu alikuwa haoni bahari ya Shamu. Yeye alikuwa anaona kile anapeleka Waisraeli. Alikuwa anaona wakiingia nchi ya Kanaani. Alikuwa anaona tuingie nchi ambayo yeye wazao. Sio Mungu hajalishwi na wale wamekuzunguka ambao wanakuongea siku baada ya nyingine. Mungu hajalishwi na wale wanakutafutia mabaya. Mungu hajalishwi na kule kukupeleka. God is worried about where he's taking you. Oh yes. Hajalishwi na wale wamekuzunguka. Na tuko na ndugu yetu alipata ufunuo huo. Tuko na ndugu yetu ambaye anaitwa Daudi. Alisema ya kwamba Bwana umeniandalia meza mbele ya adui zangu, ili nasema kuna huyo, haijalishi kuna huyo, haijalishi kuna huyo. Haleluya. Wale mnafanya biashara sokoni, wengine wana wapendo, wengine nyumbani wasokoni kule, wametoa ushuhuda ya kwamba sokoni bila nguvu za Mungu hawezi kutoka. Tumia nguvu za giza. Sikia nikwambie, atakaa umepambana wakati marefu, atakaa umepambana wakapwene, atakaa umepambana na nani,
It doesn't matter. Today you are struggling to pay rent. Today you are struggling kulipa rent ya ile duka unafanyia kazi, lakini Mungu akikutazama anaona ukikusanya rent kwa watu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tena wanaongea matope, wanarudi wanaingia YouTube kufuatilia akaunti yetu ya House of Abundance. Hata vile watu wa Mwatate pengine labda ni zile kelele ziko nyingi, ndizo sababu hata mfuatilie ushirika. Hata nimeona hatuna haja kwa kutishia nyumba ya ibada Mwatate. Acha ngojee. Bwana asifiwe. Jamaa anaanza kuniambia, "Chungaji, unajua mko wako sio kule polini. Watu sio kule polini. Nenda pale police station utafuta kimsehemu hapo. Sisi unatuona hapa ni wanao tuko tayari nije kule libao." Umemaliza hiyo ulikuwa nayo. Umeanza ingine. Bwana asifiwe. Mungu hajalishwi na umezungukwa na nani. Hajalishwi na umetamkiwa nini leo. Anajalishwa na lile neno lake liko ndani yako. Ya kwamba wewe ni mbarikiwa. Wewe utakuwa na mwisho wa ajabu. Wewe utakuwa na uzao mkubwa. Another point. David get away from the deep measure. Na maanisha nataka kusema kwamba Daudi hakusikiza, hakupima Goliath kifua chake. Angempima kifua chake. Wote nasemekana anga Goliath alikuwa na futi ngapi urefu? Nafikiri futi ngapi? 9. Sio 9 futi. Hebu nenda mchunguze hiyo wale ambao mnasoma BS. Kuna vipimo vya Goliath viko pale, kifua chake kimewekwa kwa Biblia. Na ukiona kifua kinawekwa kwa Biblia kilikuwa kifua kweli. Naona Dominic anasema ni ukweli sababu hiki chako kiwezi wekwa kwa Biblia. Bwana asifiwe. Kifua cha Goliath kimewekwa kwa Biblia, urefu wake umewekwa kwa Biblia, lakini Daudi hakupima. Hakujalishwa na hizo vipimo. He was never interested na vipimo vya kweli. Asante sana dada Agnes. Amen. He was never interested na vipimo vya Goliath. Alisema kwamba unakuja kwangu na kifua, unakuja kwangu na urefu, unakuja kwangu na mkuki, unakuja kwangu na sijui nini, lakini mimi naja kwako kwa jina la Mungu wa Israeli ambaye umetupa. Bwana Yesu asifiwe. Another point. Wacha tuingie namba 2 sababu nafikiri muda wetu pia si mwingi sana. Naomba tuingie point number 2. Wow. Hallelujah. Amen. Unajua hii ni kama ni tabia niko nayo sasa ya kila siku kumaliza ibada kuchelewa. Sasa sinaona hizi zingine niendelee siku nyingine. Tumeongea habari ya Injitu kimoja. Bwana asifiwe sana. Injitu kimoja. Na hilo injitu ni lile ambalo huwa linakupima kutoweza kwako. Na naona tukomea hapo na tufunge vitabu vyenu ili nimlete ndugu Mwandime hapa aweze kuombea hilo neno na aweze kutuombea ili tuweze kukutana siku nyingine. Naomba tusimame.